wabunge wetu wakiendelea kukagua. Karibu sana ndani ya kata yetu ya Makuyuni. Ukiona wananchi hawa ni walikuwa wengi kuliko hapa, lakini pia kulingana tulikuwa na majukumu mengi, wengine watakuwa wameondoka, lakini ukiona hali ilivyo, jua kabisa natambua kwamba Makuyuni iko salama. Sisi hoye! Ndugu wananchi pamoja na wageni mbalimbali ambao mmekuwa nasi kwa siku ya leo, niseme tu tunaomba Mheshimiwa mbunge ana majukumu mengi. Tunatamani sana tusiendelee kupoteza muda, tumbe usikifu, kila mtu atege sikio lake, ili pia kila mmoja aliyekanyaga mahali hapa atoke na kitu. Sisi hai! Basi moja kwa moja bila kupoteza muda, naomba kutangaza kufunguliwa kwa kikao hichi na Mheshimiwa diwani wetu wa kata hii aweze kumkaribisha Mheshimiwa mbunge. Asante sana. Natufikia hata tusipokuona, tunapoona kazi inafanyika, tunajua tunaye mbunge. Tunapoona kazi zinafanyika, tunajua tunaye rais. Sio lazima rais afike huku. Sisi tunachotaka ni maendeleo. Watu wako porini sasa hivi wanapambana. Sasa sitaki kuendelea kutumia muda mwingi kwa sababu nataka kwenda huko. Ninaomba sasa nikukaribishe uzungumze na wananchi wa Makuyuni ambao wamekumisi sana na wanafurahi kukuona. Mheshimiwa, karibu sana. Ndugu zangu wa Makuyuni, kwa kweli leo nina faraja kubwa sana. Faraja kubwa sana. Tumekuja leo kufanya ziara ya mbunge ambaye ndio mimi mnaniona nimesimama mbele yenu. Tumefanya kata zingine, lakini leo tulishapanga tarehe nyingine, lakini bahati mbaya haikuwezekana. Lakini wanasema siku ya Mungu na saa ya Mungu ndio hii. Kwa hiyo muda aliopanga Mungu ndio huu leo. Tumekuja Makuyuni na tumepokelewa kwa upendo sana. Asanteni sana. Kwanza niombe radhi vikundi. Niombe radhi sana vikundi. Kwa sababu raha ya mkutano wote sisi Monduli ni kusikiliza nyimbo za kina mama. Vikundi lakini wakati tunapanga ziara hii, hatukujua dharura ambayo imetokea kwa wenzetu wa kule Ngaruka. Tulipata taarifa mapema leo asubuhi, saa 1 asubuhi, kwamba wenzetu hawakulala, walikuwa kwenye mipaka kati ya Monduli na wenzetu wa kule Longido, wakati ya Ngaruka, angalau kuangalia jambo gani linaendelea na kuweza kurudisha hali ya amani na utulivu kwenye eneo lile. Kwa hiyo tukaona tukianza vikundi na hotuba nyingi, muda utakwenda na bado safari ni ndefu. Kwa hiyo ndugu zangu wa Makuyuni, kwa niwashukuru vikundi, niwashukuru kwa kujitokeza, niwashukuru kwa nyimbo zenu. Asanteni sana. Makuyuni safi. Mama Samia safi. Basi ndugu zangu wa Makuyuni, babu yangu asante sana. Ndugu zangu wa Makuyuni, leo nimekuja kutembelea miradi ambayo imetekelezwa kwa kata yetu wa Makuyuni na serikali hii ya awamu ya 6 ya Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini nimekuja pia
kuwaelezea ndugu zangu wa Makuyuni mambo ambayo serikali ya CCM imetufanyia kwa wilaya yetu. Sema mambo! Wakati ninachaguliwa mwaka 2020, tulikuja hapa kwenye kampeni na Mheshimiwa Rais Magufuli, na alisimama pale barabarani, na niseme tunamkumbuka kwa sababu alisimama, aliona bango lile la fidia, na pale pale akiwa juu ya gari alinielekeza akasema, we mwanangu, ukipata ubunge, kazi ya kwanza ukasimamia fidia ya watu wa Makuyuni. Nishukuru sana, nitumie nafasi hii kuishukuru sana serikali ya CCM, serikali ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu baada ya kuingia kwenye ubunge, kwa kweli muda haukuchukua muda mrefu, ndugu zangu wa Makuyuni wote walipwa fidia ile ambayo kwa wamehangaikia miaka mingi sana. Kwa nidhamu kubwa ya Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan alisema ataheshimu miradi yote mikubwa ambayo ilikuwa imeanzishwa na Rais Magufuli, na kwa uhakika ataimalizia, na sasa ni kweli imemalizika yote. Kwa hiyo alikuta miradi ile mikubwa, akaweza kuhakikisha kabla hajaanza vipaumbele vyake akasimamia miradi ile. Kwa hiyo fedha ambazo zilipatikana zote kubwa nyingi zikaenda kwanza kumalizia miradi ile mikubwa ambao walikuta. Lakini sio hivyo tu, wakati wa COVID tulipewa zile fedha na wafadhili ambazo waliambiwa akanunue barakoa na vitu vingine. Lakini Mama Samia kwa ujasiri mkubwa akasema fedha hizi nitazipokea, lakini sio kwa masharti, kwa sababu nafahamu mahitaji ya wananchi wangu wa Tanzania. Na aliamua kwa wakati ule fedha zile kwamba zikajenge madarasa nchi nzima. Kwa muda mfupi sisi kama nchi, sisi kama Wanamunduli tulifaidi fedha zile za COVID, kwa sababu madarasa yalijengwa nchi nzima, lakini kwa uamuzi wa kijasiri sana wa rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Nimesema wana Makuyuni niwaambie kwanza mfahamu hilo. Mfahamu kwanza kwamba kabla ya kuangalia miradi yetu ya Monduli, ambao tumeipata lukuki kila kona, Mama Samia alikuta kiporo kikubwa sana ambacho kilitumia fedha nyingi sana za nchi. Lakini kwa ujasiri mkubwa aliamua kwamba miradi ile ishe, tuweze kuendeleza pale ambako Mheshimiwa Magufuli aliachia, na ndio nidhamu kubwa sana ya CCM ya Chama cha Mapinduzi. Nachokisema, natamani sana, kwa sababu nikipita Makuyuni kila siku naona vijana wengi sana. Natamani sana haya niliyoyasema, haya machache niliyoyasema, naomba tuyapokee, na siku nyingine tukikaa, mkiniita sehemu nyingine yote, tukae kwenye kuboresha fursa za Monduli. Naelewa kuna fursa za Makuyuni na fursa za Monduli, na wote mna haki sawa, wote tuna haki sawa na Monduli yetu. Popote ambayo kuna fursa, kama ipo Lokisale, kama ipo Monduli mjini, kama ipo Ngaruka, kama iko Mswakini, kama iko Moita, kama iko Mtoambu, kote wote tuna haki sawa. Kabla kukimbilia sehemu nyingine, kwanza na kuomba uje tuwasiliane, ukiona kuna fursa nami unisukume,
tuhakikishe tunaweza kutumia fursa ambazo zipo mbele yetu.